Ni duru ya 21 ya mkutano wa kilele wa uandishi wa habari za uchunguzi Afrika uliofanyika katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini, ukiambatana na tuzo ya mwanahabari bora wa habari za uchunguzi barani Afrika. Zaidi ya wanahabari na wanataaluma 500 kutoka mataifa zaidi ya 46 waliobobea katika maeneo tofauti, ikiwemo uandishi wa habari, sheria, haki za binadamu, mazingira na mabadiliko ya tabianchi, uchumi na fedha, nishati pamoja na teknolojia, wamekutana kujadili mustakabali wa uandishi wa habari za uchunguzi barani Afrika. Wawakilishi waliofika hapa waliwasilisha machapisho, uzoefu na mbinu za uandishi wa habari za uchunguzi. Dost Media tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wahudhuriaji kufahamu yale walioyapata na kujifunza, na tukasikia uzoefu wao katika mkutano huu wa 21 wa uandishi wa habari za uchunguzi barani Afrika. Kwa ufupi ni kwamba mkutano huu umeongeza kwangu vitu vingi sana, na naamini sio kwangu tu, kwa sababu kwanza hapa tumekutana wanataaluma, wanahabari na wadau tofauti tofauti wa habari kutoka nchi tofauti tofauti. Moja kati ya vitu ambavyo nimejifunza ni kwamba nimepata kujua nchi nyingine maisha yao yakoje katika maisha ya kiuandishi, wanafanyaje kazi za habari za uchunguzi na tofauti ilivyo na Tanzania. Kwa kiasi fulani vitu vitofautiane sana, lakini kuna utofauti wa, naweza kusema, ile approach ya jinsi ya kuzifanya habari za uchunguzi. Mfano, nchi kama yetu Tanzania, moja kati ya changamoto kubwa inayohusiana na masuala ya habari za uchunguzi ni naweza kusema ni kipato. Kipato ni moja kati ya kitu ambacho kinawasumbua sana wanahabari katika habari za uchunguzi, kwa sababu habari za uchunguzi zitahitaji kuna gharama za hapa na pale. Ni tofauti na habari ambayo unaweza kuipata, unaenda unamhoji mtu na maliza unarudi. Lakini hilo swala nimeliona pia linawagusa waandishi tofauti tofauti, lakini pia kuna mbinu ambazo pia nimejifunza nyingi. Unaweza ukajuaje, ukapambana vipi na watu wanaokupa taarifa, unaweza ukapambana vipi na mamlaka tofauti tofauti katika kujua utakabiliana nao vipi ili waweze kupata na kutimiza lengo lako la kupata habari za uchunguzi. Kwa sababu habari za uchunguzi sio habari tu. Habari za uchunguzi maana yake hiyo ni sauti ya umma, ni sauti ya kila mwanadamu, ni sauti ambayo mtu anataka kuifikisha kwenye jamii akiamini kwamba yeye moja kwa moja hawezi kwenda. And as journalists of the 21st century, I think we need a lot more of these workshops and trainings to, upskill, especially in an age of artificial intelligence and so on and so forth. So it's very exciting to be here. I'm particularly excited about, collaborations across, the West African sub-region and even Africa as a whole, because I've been able to, speak with other journalists who share the same passion about certain, topics. And already we're talking about, what we can do when we get back home in terms of collaboration. So it's really great to be here, the 21st of its kind. And so I'm very excited and happy to be here. When it comes to investigative journalism in community is contextualize the information in a way that the community can relate to it. So especially for us journalists who write around money and corruption, make the money make sense. Break down the $1 billion that have been lost. Make it relevant to be like, if this $1 billion has been lost, if it had not been lost, then this is the number of hospitals you'll have built, or this is drugs, you'll have gotten drugs for a whole year. So like contextualize this information in a way that the community can actually relate to, because that's how you create agency. When they understand we lost this because of this money, then they're able to also stand up for themselves and actually fight for what's right. Nina matumaini kwamba mkutano huu utabadilisha mambo mengi kuhusu kazi yangu ambayo ninaifanya ya kuandika habari za uchambuzi. Hizi stories za uchambuzi Afrika kwetu na nchini mwangu Burundi ni vigumu sana, kwa sababu unaona hizi repression ambayo iko nchini kwetu. Unakutana kuna stories ambazo hatuzigusii, wala tu unakutana waandishi wa habari hawana uzoefu, hawana zile skills ambazo huenda zikawasaidia. Sasa mimi nimefanikiwa kwa sababu nimepata na hii fursa, nimejifunza mengi sana, na nina matumaini kwamba kuna vitu ambavyo vitabadilika nikifika nchini mwangu Burundi. Again, it also goes back to the conversation as to also why we're here, because we know that this has been the deadliest year ever for journalists, where over 120 journalists have been killed so far. And so meeting and talking about this makes you not feel alone,
and that you're part of a group of journalists who are also fighting for the same thing. Of course, as we know, journalists, we are the fourth estate of the realm, and so it is imperative on us to, share ideas, share stories. And some of the sessions that we were at here today spoke about some of the stories. I remember one journalist from, I think, Burkina Faso or so spoke about how she was prosecuted and having had to leave her country and so on and so forth. So, hearing some of these stories not just also empowers you to want to do more. And so, yeah, in terms of investigators back home in Ghana, yes, it's on there, but I think a lot more needs to be done. And I think that, some of these workshops and trainings are empowering us to be able to do more when we get back home.